السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu taala binasir aziz anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza hali ya imani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, imani yangu ni hii kwamba roho takatifu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ya aina hii kwamba mtu mwingine hakupewa duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uwezo wa kuwavuta watu sana. Kisha katika maneno yake ilikuwa athari kiasi hiki kwamba alikuwa akisikiliza maneno yake alikuwa akianza kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale watu waliopata malezi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walitakaswa kabisa. Kisha Sayyidina alayhi salatu wassalam anaeleza zaidi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alileta mabadiliko ya aina gani ndani ya masahaba zake. Tunaona hakuna sahaba yeyote ambaye alikuwa akisema uongo, lakini tunaposoma kuhusu maisha yao ya zamani walikuwa wakifanya dhambi na walikuwa wakiabudu masanamu na walikuwa wakila mali ya mayatima na walikuwa wakifanya maovu ya kila aina na walikuwa wakiishi kama ni majambazi na wao walikuwa wamezama katika uchafu. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alileta mapinduzi ndani yao kiasi hiki kwamba mfano wake haupatikani katika taifa lingine lolote. Na muujiza huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni muujiza kubwa kiasi hiki kwamba muujiza huu unatosha kwa ajili ya dunia nzima. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema zaidi, kurekebisha hali ya mtu mmoja inakuwa kazi ngumu sana. Hii kazi si rahisi kwamba mtu arekebishe hali ya mtu mmoja, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alitayarisha taifa nzima, alitayarisha kaumu ya aina hiyo ambao walionyesha imani ya aina hii kwamba walikuwa tayari kuchinjwa sawa na mbuzi na kondoo. Wale watu waliotayarishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa si watu wa ardhini, bali walikuwa watu wa mbinguni. Mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam na malezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yaliwafanya kuwa watu wa mbinguni. Huu ni mfano
waislam ambao tunaeleza mbele ya dunia. Sayyidina alayhi salam anasema hii ilikuwa sababu ya malezi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mungu kwa kumbashiria mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpatia jina la Muhammad, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alijaza dunia kwa amani na usalama na vile vile kwa hulka njema. Halifa mtukufu anasema kwamba hata siku hizi tunashuhudia wale wanaozingatia uadilifu hawawezi kubaki nyuma katika hali hii ya kusema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipata watu ambao walikuwa wamezama katika ujinga na ujahili, lakini mtume sallallahu aliwafanya kuwa watu wenye elimu sana na aliwafanya kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Miaka michache iliyopita Myahudi moja ambaye ni mtaalamu akasema akaniambia kwamba ingawa Mayahudi hawaruhusiwi kwenda katika Masjid Aqsa, lakini mimi nilienda kule kuangalia msikiti wa Aqsa. Yeye alinielezea hali yote ya Masjid Aqsa. Alisema yule ambaye alikuwa ananitembeza alikuwa na wasiwasi kuhusu mimi kwamba mimi si Muislamu. Anasema kila mara mimi nilijaribu kujieleza kwamba mimi ni Muislamu, hata kwa ajili ya kumhakikishia kwamba mimi ni Muislamu. Mimi nilitamka shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lakini mimi nilipozuru misikiti mzima na nilipoangalia vizuri misikiti mzima, yule kiongozi alikuwa ananitembeza akasema, ingawa ulisema shahada, lakini mimi nina shaka kwamba wewe si Muislamu. Umeshawahi kuangalia misikiti mzima, basi niambie uhakika wako ni nini, wewe ni nani? Akasema mimi nikamwambia, wewe ni sawa, mimi si Muislamu, mimi ni Myahudi. Ikiwa kuna swali la kutamka shahada, mimi bila shaka naamini la ilaha illallah ni sahihi, yani Mungu ni moja, lakini niliposema pamoja na hii la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hii pia mimi nina imani, kwa sababu mimi najua historia ya Waarabu, kwa sababu najua hali ya Waarabu ilikuwaje kabla ya kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hali iliyokuwa kabla ya madai ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile hali anaweza kurekebisha nabii wa Mungu peke yake. Kiongozi wa dunia hawezi kurekebisha hali ile. Licha ya kuwa na hali hii kwamba mimi ikiwa namwamini mtume au simwamini mtume Muhammad, lakini mimi naamini kwamba yeye alikuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba licha ya kuwa na mtu wa dunia, yeye alikubali kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alileta mapinduzi duniani. Hata mtu yeyote akitazama kwa uadilifu, basi yeye atashuhudia kwamba mabadiliko mazuri yalipatikana ndani ya masahaba kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu sifa za masahaba, kuhusu imani ya masahaba na kuhusu mabadiliko mazuri yaliyopatikana ndani ya masahaba, kuhusiana na mada hii Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema, angalieni mfano wa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli mifano ya masahaba ni aina hii kwamba ni sawa na mifano ya manabii wote. Mwenyezi Mungu anapenda vitendo. Wale uwawa sawa na kondoo na walichinjwa sawa na mbuzi. Unabii ulikuwa unaendelea tangu Adam alayhi salatu wassalam, lakini masahaba
walithibitisha na walionyesha kwa vitendo vyake kwamba imani inatakiwa iwe ya aina hii. Kisha anasema jinsi walioacha starehe kwa ajili ya dini ile ni aina yake. Masahaba walikuwa watu wenye kufuatwa, mioyo yao ilikuwa imejaa na imani. Wakati mtu anapokuwa na yakini, Sayyidina al-Islam anasema mtu anapokuwa na yakini, basi mtu anapenda atoe mali yake. Basi anapozidi katika yakini, basi anakuwa tayari kutoa nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kisha kwa kueleza sifa za masahaba, Sayyidina alayhi salatu wasalam aliwahi kusema, la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Aya hii inapatikana ndani ya Qur'ani tukufu. Yani biashara haiwaghafilishi katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Anasema aya hii pekee inatosha kwa ajili ya kueleza hali ya maswahaba, kwamba maswahaba walileta mabadiliko makubwa ndani yao. Hata wazungu pia wanakiri kwamba mfano uliopatikana ndani ya maswahaba, mfano ule hauwezi kupatikana. Sayyidina al-Islam anasema zaidi, maswahaba walikuwa wale ambao biashara ilikuwa haikuwazuia katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Walimpenda Mwenyezi Mungu kiasi kwamba vizuizi vyote vya dunia havikuweza kuwazuia katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Anasema zaidi, kumbukeni watumishi wa Mwenyezi Mungu ni wale tu ambao kwao Mwenyezi Mungu amesema, la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Yani wakati moyo unapokuwa karibu na Mungu, basi mtu hajali kuhusu dunia. Mfano wake tunaweza kueleza hivi kwamba kama mtoto wa mtu fulani anaumwa, yule mtu akienda kazini, lakini kila wakati yeye atafikiria kuhusu mtoto wake ambaye anaumwa. Hivyo ndivyo wale watu ambao wanajenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, wanakuwa karibu na Mungu, basi wale pia hawamsahau Mwenyezi Mungu katika hali yoyote. Hazuru anasema basi maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walijenga mahusiano na mapenzi ya juu na Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba walikuwa hawawezi kughafilika kuhusu kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Walikuwa hawawezi kubaki nyuma katika kujitolea katika njia ya Allah. Hadrat Khubab bin Ard, kuhusu sahaba huyu imesimuliwa kwamba yeye alipokuwa karibu kuaga dunia, alikuwa na hofu ya Mungu kiasi hiki kwamba yeye akasema, leteni sanda yangu nione. Na alipoona kwamba ile sanda ilitayarishwa na nguo nzuri, yeye akasema kwamba kwa nini sanda ya aina hii imetayarishwa kwa ajili yangu? Kwa kusema hii akaanza kulia na akasema, Hazrat Hamza baba mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata shuka moja tu kwa ajili ya sanda yake, na shuka ile ilikuwa ndogo kiasi hiki kwamba ilipokuwa inafunikwa kichwa, miguu ilikuwa inabaki bila kufunikwa. Katika hali hii, sawa na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miguu ilifunikwa kwa kutumia nyasi. Kisha akasema kwa kuulia, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mimi nilikuwa sina hata dirham moja, hata shilingi moja, lakini leo kwa baraka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya kupokelewa kujitolea kwangu, Mungu amenipatia mali kiasi hiki kwamba katika kona moja ya nyumba yangu kuna sunduku moja, katika sunduku ile kuna dirham 40,000. Na akasema Mungu amenipatia kiasi hiki kwamba nina hofu isije Mwenyezi Mungu akatupatia ujira wa vitendo vyetu katika dunia hii, na huenda katika akhira hatutapata ujira wa vitendo vyetu vizuri tulivyofanya katika dunia hii.
katika maradhi yake ya mwisho, wakati masahaba walipoenda kumuona na kumuuliza hali yake ikoje, na masahaba wakamwambia kwamba inaonekana kwamba wewe pia unaenda kuonana na masahaba zako wenzako. Kwa kusikia hii akaanza kulia, akasema kwamba msidhani kwamba mimi ikiwa nimelia kwa sababu ya hofu ya mauti, bali umeniita kwamba mimi ni ndugu wa wale masahaba. Wale masahaba walikuwa wakubwa, mimi sidhani kwamba ninastahili niitwe ndugu wa wale masahaba wenye imani sana. Akasema wale watu waliotangulia wao hawakupata ile mali ambayo sisi tumepata katika maisha yetu, lakini hofu ya Mungu na uchamungu wa Mungu walikuwa kiasi hiki kwamba waliona kwamba wao si kitu chochote. Walikuwa na hofu kila wakati kwamba sije Mungu ataridhika pamoja nasi au yeye hataturidhia. Lakini wale wote walikuwa wamejitolea sana. Hazrat Ali radhiallahu taala anhu aliswalisha jeneza wakati alipokuwa halifa, na kuhusu yeye alisema maneno yenye sifa sana. Kwa kusikia maneno yale aliyotumia, tunajua heshima ya Hazrat Khubab alikuwa aina gani. Ali akasema, Mungu amrehemu bana Khubab, yeye kwa mapenzi na kwa moyo sana alikubali Islam, na kisha baadaye alipata bahati ya kuhama. Kisha maisha aliyoishi ile ni maisha ya kujitolea sana. Yeye alipata matatizo sana katika maisha yake, lakini alionyesha subira ya hali ya juu. Hazrat Ali akasema zaidi kuhusu Hazrat Khubab, Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa watu wa aina hii ambao wanafanya vitendo vizuri. Na Hazrat Umar alikuwa akijua nini, alikuwa akisema nini kuhusu Hazrat Khubab. Safari moja Hazrat Umar alimuita Hazrat Khubab na alimkalisha katika kiti chake, na akasema, ewe Khubab, wewe unastahili kwamba ukae katika kiti changu. Mimi sidhani kwamba isipokuwa Bilal kuna mtu mwingine ambaye anastahili akae katika kiti hiki. Hazrat Bilal pia katika mwanzo wa Islam alikubali Islam na alipata mateso sana. Hazrat Khubab akasema, ya amir almu'minina, bila shaka Bilal pia anastahili yeye akae katika kiti hiki, lakini ukweli ni kwamba Bilal alisalimishwa kutoka kwa washirikina. Hazrat Abubakar alilipa malipo ya uhuru wake, lakini mimi nilikuwa mtu ambaye hakuna yeyote aliyenisaidia. Hata siku moja mimi nilikamatwa na makafiri na wakanitupa katika moto, na mtu mmoja akaweka mguu wake juu ya kifua chake. Kwa hiyo ilikuwa ngumu kwangu kutoka katika moto ule, na mgongo wangu uliungua kwa sababu ya makaa. Kisha Hazrat Khubab akachukua mawazi kutoka katika mgongo wake. Kule ilikuwa athari ya makaa na athari ya kuungua kwake, na akasema kwamba hii alama na nishani imepatikana kwa sababu ya makaa. Ngozi iliungua na baadaye nishani hii au alama hizi zilipatikana kwa sababu ya makaa. Hazrat Khubab alishiriki katika Uhud na vile vile katika vita ya Khandak pia. Hata kwa kuwa na vitendo hivi vyote, yeye alikuwa na wasiwasi kwamba huenda Mungu hataridhika naye. Kisha kuna sahaba mwingine Muaz bin Jabal, kuhusu yeye imesimuliwa alikuwa mswaliaji wa tahajjud na vile vile alikuwa akiswali swala ndefu sana.
kuhusu hali ya swala ya tahajjud yake masahaba wengine wameeleza kwamba alikuwa akifanya dua, mola wangu, sasa hivi watu wote wamelala, macho yamelala, mola wangu, wewe ni hayyu qayyum, mimi nakuomba pepo yako, lakini mimi ni mvivu kidogo, yani mimi sifanyi vitendo vingi, na mimi ni mvivu katika kukimbia mbali katika moto. Yani mimi najua kwamba kuna moto wa jahanamu, na kwa ajili ya kuepukana na moto mtu analazimika kufanya vitendo vizuri, lakini mimi si mzuri katika kufanya vitendo vizuri. Mola wangu, unipatie mwongozo kutoka kwako, na unipatie mwongozo ambao utanisaidia siku ya kiyama, wakati hutafanya kinyume na ahadi yako. Alikuwa akitumia fedha sana katika njia ya Mwenyezi Mungu, na baadhi wakati yeye alikuwa akikopesha kwa ajili ya kutoa katika njia ya Allah. Mtoto Hadhrat Kaab bin Malik kuhusu Hadhrat Muaz anasema Mwenyezi Mungu alikuwa akimtendea kwa ajabu, na yeye alikuwa mtu wa kutoa sana katika njia ya Allah, na Mungu alikuwa akipokea maombi yake sana, na Mwenyezi Mungu alikuwa akimjalia baraka zake. Mungu alikuwa akimtendea vizuri. Ikiwa alikuwa akipata mkopo, basi Mungu alikuwa akimsaidia, alikuwa akilipa mkopo, na Mungu alimpatia ufahamu wa hali ya juu. Hazur anasema kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu alikuwa wakimpenda sana, au kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakimpenda Mwenyezi Mungu sana. Kama nilivyoeleza hapo awali kwamba Roho Mtakatifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilileta mapinduzi ndani ya maswahaba. Pengine hali hii inayopatikana katika historia ya hali hii isingepatikana. Masahaba jinsi waliokuwa wakimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wake haupatikani katika historia. Sayyidina alayhi salatu wasalam ameeleza habari yake. Hadhrat Shimas bin Usman, katika historia imeandikwa tukio ambalo linathibitisha mapenzi yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile tukio hili linaonyesha jinsi alivyokuwa akijitolea kwa ajili ya Islam katika jange Uhud, katika vita ya Uhud, jinsi alivyojitolea Hazrat Talha, kwamba yeye aliweka mkono wake mbele ya uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili yeye atipate majeraha. Hivyo ndivyo Hazrat Shimas pia alifanya kazi kubwa sana. Hazrat Shimas alisimama mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita ya Uhud, na yeye alikubali kila kitu, na alimlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba yeye alikuwa ngao kwa ajili yangu katika vita ya Uhud, na yeye aliendelea kunilinda kulia kwangu na kushoto kwangu, na alinilinda katika mikuku ya kila aina. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi nilimuona alikuwa anapigana katika vita kwa ushujaa sana. Wakati mdui alipofaulu katika kumshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alianguka kwa sababu ya majeraha, katika hali hii pia Hazrat Shimas alikuwa ngao kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata ye mwenyewe alijeruhiwa sana. Katika hali aliletwa katika Madina. Hazrat Abu Salama akasema, huyu ni mtoto wa baba mdogo wangu, mimi ni jamaa yake, kwa hiyo nataka yeye aje nyumbani kwangu na atibiwe katika nyumba yangu. Na yeye kwa sababu ya majeraha sana, katika siku 2 alifariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Shimas anatakiwa azikwe katika mawazi yake kama mashahidi wengine wamezikwa katika mawazi yao.
kisha kuna sahaba mwingine aitwaye Said bin Zaid, alikuwa mtoto mke wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kabla ya kusilimu alipojaribu kumpiga dada mke wake, dada yake akaja mbele yake na akamzuia ili asiweze kumpiga, na kwa sababu ya hii Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alipata hamu ya kusilimu. Kuhusu hali ya kujitolea kwake kuhusu bana Said, imeelezwa kwamba alikuwa na shamba kiasi fulani na alikuwa akilima shamba lake, na shamba lingine lililokuwa karibu na shamba lake ilikuwa la mwanamke, na yeye akadai kwamba shamba la Said ni shamba lake. Hadhrat Said akasema kwamba mimi sitaki ni mshtaki wala sitaki niendelee na kesi, bali akatoa shamba lake lote na akampatia yule mwanamke. Na akasikia akasema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeyote ambaye anachukua shamba la mtu mwingine bila kuwa na haki, basi yeye atabeba shamba 7 siku ya kiyama. Kwa hiyo mimi sitaki kwamba mimi nipate hali ya aina hii, wala sitaki nipambane na huyu mwanamke, lakini isije dunia ikasema kwamba mimi nimenyang'anya shamba la mwanamke au nimechukua shamba ambalo si shamba langu. Sasa mimi nimegundua kwamba si shamba langu, basi mimi namrudishia. Kwa hiyo kwa ajili ya kusafisha katika shutuma hii, yeye alimwombea yule mwanamke kwamba ikiwa huyu si madhulum bali ni dhalim, basi Mungu amkamate na muadhibu yule mwanamke ambaye amechukua shamba langu na mwisho wake uwe mbaya. Kwa hiyo imesimuliwa kwamba yule mwanamke baadaye akawa kipofu na katika hali alikufa. Hazur anasema kwamba kusema kweli na kutokuwa na hofu ya mtu yeyote ilikuwa sifa ya maswahaba. Said bin Zaid imeelezwa governor wa Amir Muawiya alikuwa amekaa katika Kufa. Hadha Said pia akaja pale miskitini. Governor akamheshimu sana na akamkaribisha vizuri na akamkalisha karibu naye. Katika hali hii mtu mwingine akaja pale, mtu wa Kufa, na akaanza kusema maneno machafu kuhusu Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa kusikia hiyo Said akamkasirikia, yeye hakupenda aliyosema yule mtu, na akasema mimi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema Abubakar, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair bin Awam, Saad na Abdurrahman bin Auf, hawa ni watu ambao ni watu wa peponi. Na akasema kuna mtu mwingine wa 10, lakini mimi sitaji jina lake yeye ni nani. Wakati alipoulizwa sana akasema kwamba yule mtu wa 10 ni mimi Said bin Zaid, yani mimi pia ni mtu wa peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitubashiria hivi. Yeye alisimulia hadithi moja kwamba riba kubwa ni kushambulia heshima ya Muislamu, lakini huzuri anasema kwa bahati mbaya watu wamesahau kitu hiki. Watu wote wawe wakubwa wadogo, na katika mambo makubwa na madogo tunaona kwamba Waislamu wanashambulia heshima za Waislamu wenzao kwa ajili ya maslahi yao. Kisha kuna sahaba mwingine aitwaye Suhaib bin Sanaan. Kuhusu yeye pia imeelezwa katika historia ya Islam. Wakati Waislamu walipopewa ruhusa kutoka kwa Mungu kwamba wahame, Hadhrat Suhaib pia alinuia kwamba yeye pia ahame kutoka Maka. Mwanzoni alikuwa mtumwa, lakini baadaye alipata maendeleo polepole na akaanza kufanya biashara, na hatimaye akawa mtu mwenye mali sana na alikuwa mtajiri sana. Wakati
aliponuia kwamba yeye hame kutoka Maka, watu wa Maka wakasema kwamba ulikuja katika mji wetu kama ni mtumishi na mtumwa, sisi hatukuruhusu kwamba uchukue mali yetu ambayo umechuma katika mji wetu. Hadrat Suhaib akasema kwamba basi sawa, kama ni hivyo mimi naacha mali yangu yote, kwa hiyo muniruhusu mimi nihame. Kwa hiyo yeye nusu ya mali yake akawapatia wale wenyeji wa Maka, na akafanya mpango wa kuhama. Wakati alipohama pamoja na familia yake kutoka Maka, wa Makuresh kadhaa wakamfuata. Hadrat Suhaib alikuwa mtu shujaa sana na alikuwa mahiri sana katika kurusha mikuki. Kwa kuona makafiri, yeye akaweka mikuki yake ardhini, na kwa kuwaona wale makafiri akasema, enyi Quraysh, mnajua kwamba mimi ni hodari sana na ni mjuzi sana katika kurusha mikuki. Nyinyi hamwezi kunifikia, kisha pamoja na hii mimi nina upanga, mnalazimika kupigana nami kwa kutumia upanga. Kwa hiyo ni vizuri kwamba mniache mimi nihame. Kwa hiyo badala yake ile mali ambayo mimi nilichukua nusu, mnaweza kuchukua ile mali ambayo mimi nimeweka sehemu fulani. Kwa hiyo yeye akatoa mali yake yote na yeye akahama pamoja na familia yake. Suhaib alipomjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na alipomwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani ametoa mali yake yote na amehama pamoja na familia yake, kwa kusikia hali hii yote Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hukufanya biashara ya hasara, bali umefanya biashara nzuri sana. Hazur anasema kila sahabi alikuwa na sifa zake. Hazrat Umar safari moja alimwambia Hazrat Suhaib kwamba unawalisha watu wengi sana, mimi na hofu kwamba isije ukapita kiasi. Hazrat Suhaib akasema kwamba ikiwa mimi nawalisha watu chakula, hii pia ni sawa na nasaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alisema kwa kutusihi, alisema kwamba watu wazuri miongoni ni wale watu ambao wanawalisha watu na vile vile wanawasalimia watu, yani wanasambaza tabia ya kusalimiana. Na Mtume sallallahu alisema kwamba hii ni sifa na alama ya waamini kwamba wanasambaza usalama. Kwa hiyo akasema kwamba nasaha niliyosikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nilifuata ile nasaha ya Mtume, na mimi situmii mahali bila kuwa na haki. Mimi napotumia basi natumia kwa haki. Kwa hiyo Suhaib alikuwa na heshima sana mbele ya Hazrat Umar. Hazrat Umar alisihi kwamba Hazrat Suhaib aongoze jeneza yake, na alisema kwamba madamu halifa mwingine hachaguliwi, basi Suhaib na baada ya kifo cha Hazrat Umar yeye aliendelea kuongoza swala. Hazrat Usama alikuwa mtoto wa mtumwa Hazrat Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Usama alipata cheti cha mapenzi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Usama alikuwa akimpenda kiasi kwamba yeye mwenyewe anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimchukua Hazrat Husain na yeye, na alikuwa akimpenda, na alikuwa akisema kwamba Mola wangu uwapende hawa wote wawili, kwa sababu mimi pia nawapenda hawa wote wawili. Lakini ikiwa kulikuwa swali la malezi na heshima ya dini, kule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifuata amri za Mwenyezi Mungu, kule alikuwa hajali kuhusu mapenzi ya nafsi yake. Hazrat Usama wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mdogo. Wakati wa kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kijana wa miaka 18, lakini alishiriki vita nyingi. Tukio moja linapatikana kwamba katika vita kafiri alipokuja mbele ya Usama akatamka shahada, lakini kwa kuwa na hali hii yeye akaamua kwamba yeye anatamka shahada kwa kuwa na hofu ya mauti. Hazrat Usama anasema, mimi baada ya kurudi nilimwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam tukio hili. Kwa kusikia tukio hili Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba wewe ulimuua yule mtu licha ya kuwa na hali kwamba yeye alitamka shahada.
kwa nini ulimua? Nikasema ewe mtume, alitamka shahada kwa sababu ya hofu ya mauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, ulipasua moyo wake? Kisha akasema kwamba je, wewe ulimua ingawa yeye alitamka shahada? Usama anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno haya mara nyingi kiasi hiki kwamba mimi nikaona kwamba afadhali nisingekuwa Muislamu kabla ya siku ile. Anasema Usama anasema mimi nikaahidi baada ya siku ile kwamba katika maisha yangu mimi sitamua mtu yeyote ambaye atatamka shahada la ilaha illallah. Zuru anasema kwamba lao waislamu wa siku hizi pia wangeelewa hii vizuri, wao wana wadhulumu kwa jina la Islam. Hata waislamu wanawaua wenzao kwa jina la Islam. Kuhusu vita ya Syria inasemwa kwamba watu malaki wameuawa, ni waislamu wamewaua waislamu wenzao malaki. Hawa ambao ni wanatamka shahada wanawaua wenzao ambao wanatamka shahada. Katika Yemen pia wanaotamka shahada pia wanauawa na waislamu vile vile. Watu wanasumbuliwa, wanadhulumiwa. Mwenyezi Mungu awajalie akili hawa waislamu kwamba wao wasiseme kwamba wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba zake, bali waweze kufuata nyayo zao. Lakini ukweli ni kwamba hawa watu kwa kutumia jina la Islam wanatimiza masilahi yao na tamaa za nafsi zao. Wao hawajui kuhusu mafundisho ya Islam hata kidogo. Wao wanataka kuthibitisha ubora wao juu ya wengine, na kwa sababu ya hii wanafanya dhuluma hii yote. Kwa juu wanasema wanatamka jina la Mwenyezi Mungu, lakini kwa ndani wanafuata tamaa ya nafsi zao. Hazuru anasema kwamba kwa ajili ya kuimarisha uchamungu Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina alayhi salatu wassalam, na hawa waislamu hawawezi kurekebika mpaka waanze kumfuata Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sisi kwa kuona hali yao tunatakiwa sisi tutoe shukrani na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mungu alitujalia sisi tulimpokea yule aliyetumwa na Mwenyezi Mungu katika zama hizi, na Mwenyezi Mungu alimtuma kwa kuwa mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina alayhi wasallam alituambia kuhusu hulka za maswahaba na alitusihi kwamba sisi tufuate nyayo zao, na alituelezea namna gani maswahaba waliishi maisha yao, na mnatakiwa mueleze mujue mifano yao na mifano ya maisha yao na mfuate nyayo zao. Halifa mtukufu anasema kwamba hii ndiyo ni njia pekee ikiwa sisi tunafuata na tukifuata nasaha Sayyidina alayhi salatu wasalam tutakuwa waislamu haswa. Sayyidina alayhi salam anasema ukweli ni kwamba maadamu mtu haachi tamaa ya nafsi yake na yeye haji karibu na Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kupata ufaulu wa kiroho, bali yeye atapata hasara. Wakati anapoacha tamaa ya nafsi na anakuja kwa Mwenyezi Mungu kwa mikono mitupu, katika hali hii Mwenyezi Mungu anampatia na Mungu anamjalia baraka zake, lakini sharti ni kwamba mtu awe tayari kujitolea na yeye akubali kila mauti kwa ajili ya ridhaa ya Mungu. Kisha anasema dunia ni kwa muda mfupi, lakini wanapata ladha wale tu ambao wanaacha dunia hii kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo mtu anapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kama tuliona katika matukio ya maswahaba kwamba walipoacha dunia walipata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ingawa waliacha dunia yote, lakini hata katika haliki pia walikuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salam anasema yule anapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, basi Mungu anasambaza umashuhuri wake duniani kote. Huu ndio ni umashuhuri kwao. Watu wa dunia wanafanya juhudi sana ili wapate umashuhuri huu, lakini watu wa Mungu wanapata umashuhuri huu kwa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo heshima ya dunia
anapata yule, na umashuri umaarufu anapata yule ambaye anaacha kila kitu kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanakuwa kwa ajili ya Mungu, Mungu anawapatia kila neema, na wao hawafi mpaka wanapata kila kitu walijitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Lakini nasikitika kwamba ni wachache ambao wanajua hali hii. Hazur anasema Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote kwamba tuweze kufuata nasaha za Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa kufuata nasaha ya Sayyidina alayhi salatu wasalam tuweze kufuata nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja. Ni Abi Majida Begum Sahiba, alikuwa mke wa Chaudhry Nasir Ahmad Sahib, alikuwa ambaye ni naibu amir wa Uingereza, na vile vile yeye ni in charge wa idara ya jaidad. Bi Majida alifariki tarehe 9 wa Januari 2018. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjukuu wa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam Abdullah Sanori Sahib. Alikuwa akiishi karibu na misikiti, alikuwa msaliaji wa swala, alikuwa akitoa michango, alikuwa mtu wa kuwahurumia, na alikuwa mtu mwema sana, na alikuwa akishiriki katika shida za watu. Alikuwa amejenga mahusiano mazuri na uhalifa. Alikuwa akiwasihi watoto pia wajenge mahusiano mazuri na uhalifa. Alikuwa akiwasihi watoto waswali swala bila kukosa. Alifanya juhudi ya kuwapatia malezi mazuri watoto wake, na yeye aliwasomesha watoto wake Qur'an tukufu. Katika idara ya ziafa wakati wa jalsa salana alitoa huduma zake. Ameacha mume wake Chaudhry Nasir Ahmad Sahib na mabinti 4. Sadr Sahib al-Lajna wa Uingereza na mstaafu wote wawili wameandika kuhusu sifa ya marehemu kwamba alikuwa mwanamke wa kutoa huduma sana, na kila mtu aliyekuwa akikutana naye alikuwa akikuta kwamba anampenda. Wakati wa jalsa salana alikuwa akitoa huduma sana. Aliwahi kuwa katibu wa dhiafa na alitoa huduma zake, na kwa unyenyekevu sana alifanya kazi hii ya udhiafa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na Mwenyezi Mungu awajalie mabinti zake pia waweze kuendelea na mema yake. Kama nilivyosema, baada ya swala nitaswalisha jeneza yake. Maiti yake iko hapa, mimi nitaenda nje ya misikiti na nitaongoza swala, na nyinyi mnaweza kuswali hapa misikitini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد